Makabiliano kati ya Urusi na Ukraine yameendelea kushuhudiwa kutwa nzima jana Jumatatu na usiku wa kuamkia leo, huku kila upande ukionyesha ubavu kwa kushambulia ndani ya ardhi ya mwingine. Suleiman Mwiru ana mengi zaidi. Urusi ilishambulia mikoa miwili ya mashariki mwa Ukraine ikiwemo Sumy na kuwaua watu watatu. Hayo yalitangazwa na utawala mjini Kiev. Shambulio lingine la Urusi katika mkoa wa Kharkiv limesababisha moto mkubwa katika eneo la soko na kuharibu nyumba za makazi ya watu. Huyu ni mkurugenzi wa idara inayosimamia masuala ya dharura ya mji huo wa Kharkiv, Bogdan Ladiki, akielezea shambulio hilo. Moto mkubwa ulizuka katika maeneo mawili. Mojawapo ni katika soko kuu lililopo katika eneo la Kiviski Kharkiv. La pili limepiga katika eneo la umma la watu kuonga na katika migahawa ya kiraia ambapo watu walikuwa wamepumzika na kuathiri shughuli katika maeneo hayo. Urusi nayo kwa upande mwingine kupitia viongozi wake imesema mashambulizi ya Ukraine yamewaua watu watatu katika mkoa wake wa mpakani wa Kursk. Inaarifiwa kuwa vikosi vya Ukraine vilifyatua makombora kulenga mkoa huo na kisha wanajeshi wake kuingia kwenye ardhi hiyo ya Urusi kwa kutumia magari ya kivita katika eneo lililotegwa mabomu. Maafisa wa Ukraine hawajazungumzia chochote juu ya madai ya vikosi vyake kushambulia mkoa huo wa Kursk. Taarifa hizo yumkini zitawashtua wengi ndani ya Urusi. Ukraine ilifanikiwa mwaka jana kukamata sehemu kubwa ya ardhi ya Urusi kwenye mkoa huo wa Kursk, lakini Moscow ilitangaza mwezi Aprili kuwa imeikomboa ardhi hiyo. Katika hatua nyingine, Ukraine ilifanya shambulizi la drone usiku kuamkia leo likiulenga mji mkuu wa Urusi, Moscow. Hilo ni shambulio la usiku wa pili mfululizo baada ya hapo jana Urusi kusema ilidungua drone 4 zilizokuwa zinaelekea Moscow. Meya wa mji huo Sergei Sobyanin amesema shambulizi la usiku kuamkia leo lilihusisha drone 19 ambazo zote zilidunguliwa na mifumo ya ulinzi wa anga. Afisa huyo amesema hakuna vifo wala uharibifu uliotokea, lakini shambulizi hilo lililazimisha kufungwa kwa muda kwa viwanja vikubwa vinne vya ndege vya Moscow. Kumekuwa na juhudi za kidiplomasia za kujaribu kusimamisha mapigano kati ya pande hizo mbili zinazoongozwa na Marekani. Rais Donald Trump alipendekeza hivi karibuni usitishaji mapigano wa bila masharti wa siku 30, mpango ambao Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine aliuridhia. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin aliukataa na badala yake akatangaza usitishaji mapigano wa upande mmoja kwa siku 3 kuanzia Alhamisi usiku hadi mchana wa Jumapili inayokuja. Na asante sana Suleiman Mwiru kwa ripoti hiyo. Kumbuka msikilizaji, hii leo tunao pia mjadala na tutaangazia siasa za Ujerumani na kile kilichotokea kwa kansela anayetarajiwa Friedrich Merz. Marekani imetangaza kwamba nchi za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeikabidhi Marekani rasimu ya mapendekezo ya kila upande yatakayozingatiwa wakati wa zoezi la kutia saini mkataba wa amani baina ya nchi hizi mbili mwezi ujao na Juni mjini Washington, Marekani. Mshauri wa Rais Donald Trump kuhusu Afrika, Basado Belus, amethibitisha kauli hiyo katika ujumbe wake kupitia mtandao wa X. Taarifa zaidi na Silvanus Kanemera. Masadi Boros ameitaja hatua hiyo ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama hatua muhimu katika kuelekea zoezi hilo la kutia saini mkataba baina ya nchi hizo mbili. Waziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe, amekieleza kituo cha televisheni ya taifa kwamba baadaye mwezi wa 5 atakutana tena na mwenzio wa Kongo, Teresa Kaikwamba Wagner, kukamilisha majadiliano ya mwisho kuhusu mkataba huo. Akaongeza kwamba ana matumaini marais wa Rwanda na Kongo watausaini mkataba huo watakapokutana baadaye mwezi Juni mjini Washington. Tuna imani kwamba ikiwa kila kitu kitakwenda sawa, kutakuwa na mkataba ambao utatusaidia kupata amani katika kanda hii, alisema Olivier Nduhungirehe. Hata hivyo hakukuwa na kauli yoyote kutoka serikali ya Kongo, lakini jana kupitia kituo cha televisheni ya taifa mjini Kinshasa, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi alisema kwamba kamwe hayuko tayari kuuza utajiri wa madini ya nchi yake kwa ajili ya msaada wa Marekani. Je tiens ici devant vous à réaffirmer solennellement. Nimesimama hapa mbele yenu kuthibitisha tena na kutilia mkazo kile ambacho nimekuwa nikitetea daima. Kamwe, narudia, asilani, sitaweka rehani utajiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Niliapa mbele ya taifa na nitadumu katika msimamo huo hadi mwisho. Et je m'y tiendrai jusqu'au bout. Hata hivyo, maudhui ya rasimu ya mkataba huo hayakuweza kujulikana mara moja, na haijulikani ikiwa swala la Marekani kupata haki katika madini ya mashariki mwa Kongo limo kwenye mkataba huo, kitu ambacho awali Rais Tshisekedi alikuwa amekitaja kama kiini cha mkataba huo. Rasimu ya mkataba huu imekuja baada ya waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio mwezi uliopita kusimamia zoezi la kutia saini mkataba wa amani mjini Washington baina ya mawaziri wa mashauri ya kigeni wa Rwanda Olivier Nduhungirehe na mwenzie wa Kongo Teresa Kaikwamba Wagner. Vyombo mbalimbali vya habari na mitandao ya kijamii vimeripoti marais mbalimbali kutoka nchi wapatanishi wa mzozo wa Kongo watakuwepo mjini Washington mwezi Juni kwenye hafla ya kutia saini mkataba huo baina ya Rwanda na Kongo. Hawa ni pamoja na mfalme wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pamoja na marais wa Kenya, Zimbabwe na Togo. Kongo na Rwanda zinaamini uingiliaji kati wa Marekani hasa kupitia mkataba huo ambao unajumuisha masuala ya uwekezaji katika sekta ya madini na usalama huenda ukasaidia kutuliza hali ya mambo katika eneo hilo la maziwa makuu ambalo limekumbwa na mizozo kwa zaidi ya miongo mitatu sasa. Kwa upande wake, waziri wa mashauri ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kupatikana kwa amani ya kudumu katika eneo hilo kutasaidia kurejesha kiwango cha uwekezaji mkubwa na ambao utanufaisha Marekani, nchi za Ulaya na maeneo mengine. 22 dakika zimekatika baada ya saa 6 hapa Ujerumani, na upande wa pili wa studio tayari Bruce Amani yuko tayari kutuarifu yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Bruce, kwema? Kwema kabisa. Kwema kabisa, nafurahi sana kuona. Tuanze huko Tanzania. Tarehe ya Juni 15. Uweke kwenye kalenda sasa. Bodi ya ligi nchini humo imetangaza rasmi kwamba tarehe hiyo kutachezwa mechi ya watani wa jadi Simba na Yanga hatimaye, maarufu kama Kariakoo Derby. Hiyo ni licha kwamba Yanga jana walisema hawatacheza mchezo huo. Yanga inadai kwamba mamlaka za soka nchini humo zimekuwa zikikiuka sheria na kuna uonevu, na mara ya kwanza ilikuwa ni Simba kugomea mchezo huo. Sasa ni Yanga. Maoni hapo yamejaa tele kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye kurasa wetu. Mpira wanataka kuingiza na siasa sasa. Hilo sasa ndo linaonekana wazi. Baraka labda anasema tatizo la soka Tanzania linachanganywa na siasa, ndio maana inakuwa na mizengwe sana anasema. Juma Umeme anasema Yanga wako sawa, tusiongee kiushabiki, kwani Simba wao wana haki gani inayowafanya wagome? Alafu Yanga wakigoma wanakosa haki. Ni sawa na kupigana na mtu ikiwa umefungwa mikono anasema. Alafu nisema ujumbe mwingine hapa. Isaac Paul anasema kiukweli mimi naona dabi ichezwe tu, kwani kama Yanga tagoma kucheza basi pointi 3 ziende kwa Simba. Lakini Simba iligoma, pointi 3 hazikuenda kwa Yanga. Kwa nini? Kesi ilienda mahakamani na mahakama ya usuluhisho migogoro michezoni kasi ikasema haina mashiko yote, kwa hivyo ikarejesha mzigo kwa bodi ya ligi. Bodi ya ligi imeamua hii shughuli tuimalize Juni 15. Basi pengine waamue kila moja shuke chini aseme wacha ngoma ipigwe. Ngoma itambae. Ndio. Tuelekee Kenya. Kuna mchungaji mmoja amekamatwa kwenye mpaka wa Busia akiwa na nyoka kwenye mkoba wake. Sasa televisheni ya Citizen nchini humo ambayo ni mshirika wetu hapa DW imeweka video inamuonyesha nyoka aina ya cobra akiwa hai. Na kuna sauti za watazamaji hapo, kuna watu hapo na wamezunguka wanasema, kuna mwingine anasikika akisema piga hii kitu. Sasa inasemekana mchungaji huyo ipigwe nyoka ama huyo sijui, lakini nadhani ni nyoka. Sasa kuna mchungaji huyo amedai kwamba nyoka huyo alijitokeza baada ya yeye kukemea pepo. Kuna maoni hapa